ndani ya geti. Shida. Mwache tushakula. Hamna shida. Nashukuru sana. Najua leo utakuwa surprised nimekuletea chakula na sio kawaida yangu. Lakini kama unavyojua mimi mara nyingi sana nakuwa busy na kazi, kwa sipati hata nafasi ya kuzungumza na wewe. Ila leo nadhani nitapata nafasi nzuri sana kukusikiliza, niweze kujua changamoto zako na mambo yote unayopitia kwa ujumla. Kama kuna kitu cha kuboresha kwenye mazingira yako ya kazi, hususan changamoto kuhusu wewe. Unajua, unapozungumzia changamoto, kila mtu kwenye hii dunia ana tafsiri yake. Lakini kwa upande wangu mimi changamoto naweza kutafsiri kwamba ni tofauti kidogo. Mimi kwangu changamoto sio kusimama muda mrefu. Changamoto ni kuona watu wanadharau hichi ninachokifanya wakati mimi ndo nawalinda usiku mzima. Sidhani kama wewe pia unaweza ukawa unadharau hichi ninachokifanya. Hapana, mimi siwezi kudharau hicho unachokifanya. Alafu kuna kitu kimoja mimi nashindwa kuelewa. Hivi wewe ni sio muongeaji au upendi kuongea? And labda kuna watu ambao unachagua kuzungumza nao hivi sababu uko kimya sana. Mimi ninachojua, ukiwa kimya unasikia watu wanachofikiri, unaelewa tabia zao bila wao kujua, na kubwa zaidi unapata muda wa kuelewa kabla hujahukumu. Sasa wakati mwingine jibu la busara wala halitokani na kuongea sana. Unasikiliza kwa makini, hivyo tu inakuwa imetosha. Naonekana wewe darasani ulikuwa unawakimbiza sana. Hapana bosi, mimi sikuwahi kuwa kwanza darasani bana. Lakini nilichojifunza, maarifa haishi tu darasani. Unapomaliza shule ukaacha kujifunza, hapo sasa ndo unakuwa umefeli kweli. Nimepata kitu kipya leo. Haya, enjoy your meal. Mimi nikuache nirudi zangu ndani. Nashukuru sana bosi wangu. Wewe kwa sisi tunaenda kutafuta pesa huko nje, wewe mwenzetu kazi yako ni kulala. Na kisingizio kikubwa nitakapokuuliza hapo utaniambia ni hiyo mimba yako, si ndio? Sasa mama, unataka nifanye nini? Kwa hiyo hujui unatakiwa kufanya huko ndani au majukumu yako wewe sasa hivi hujui? Hii nyumba ukiitazama unaona ni safi? Sasa mama, kwa mimi muda wote tangu asubuhi mpaka saa hizi jioni niwe tu nafanya usafi, si ndio? Usafi nishafanya asubuhi, utafanya tena kesho. Nasemaje wewe? Hivi umesahau kazi ile kuleta huko ndani? Toka siku ya kwanza nilikwambia kitu gani ambacho sipendi huko ndani? Yaani wewe ninachokiona sasa hivi unanipanda kichwani. Diva, unanizoea. Si unanielewa Mama, samahani. Naona kuna kelele, kuna nini mama? Unanitokea hapa. Diva, huyu si kama mama yetu. Kwa nini unamjibu unavyojisikia?
Mwena usinichanganye sasa hivi hapo, usinichefue. Kwenda. Ondoka. Dula. Ndio mzee wangu. Una sura yako inaonyesha kama bado na wasiwasi. Ondoa shaka. Hili kasiri lote unaloliona ni la kwangu. Hakuna mtu wote wa kukutisha wewe. Juzi nimeongea na wewe pale, nikakwambia bado nalifuatilia hili swala, ukizingatia kwamba nina uhakika 100% mimba sio ya kwako. Kwa hiyo ninalifuatilia kwa kina na mpaka nitamjua mhusika. Sawa? Wala usio na wasiwasi, hapa ni kwangu. Mume wangu, kwa kitendo hicho kifanya Diva leo, yaani mimi sihitaji msamaha mwingine wowote wala kuambiwa neno lolote. Simuhitaji humu ndani. Diva kafanya nini tena? Baba, yaani ungekuwepo leo, wewe hujakuwepo, malaika zako walikuwepo. Mume wangu, huyu msichana sasa hivi anataka kunipanda kichwani. Yaani anataka kunipanda kichwani kiasi kwamba sijui nikwambieje kwa kitendo hicho kufanya leo. Hivi unajua Diva sasa hivi amediriki kunijibu mimi anavyojisikia. Diva sasa hivi ni anadharau. Diva ni anaongea maneno machafu, yaani hakuna utakachokiongea akakusikiliza. Ukiongea moja mwenzio na mawili. Mke wangu, hivyo si mzazi kabisa. Si umezaa. Si unajua kisirani cha mimba? Hicho kitakuwa ni kisirani cha mimba tu mke wangu. Mume wangu hujaelewa kwa kweli. Laiti ungekuwepo ukajishuhudia maneno ambayo alikuwa ananijibu yule binti leo, wewe mwenyewe ungesema aondoke leo. Kweli nimekwambia. Yaani nimechukia kiasi kwamba sitaki kuendelea kumuona humu ndani. Baby, naomba aondoke. Sitaki. Mke wangu, naomba msamehe tu Diva. Tabadilika, ni swala la muda. Mume wangu, huyu mtu kama akishafikia hatua hii hawezi kubadilika. Diva hawezi kubadilika. Hivi mke wangu, unasahau kabisa hawa watoto mimi ni watu wa kijiji. Siwezi nikawatupa tu mke wangu. Sasa sikiliza. Basi wewe endelea kuwalea. Ila mimi nitachoka. Nimeita hiki kikao. Jamani, humu ndani dharau zimezidi. Hakuna nidhamu hata chembe. Hata baada ya kufanya kosa kubwa lisilohitaji msamaha, sio duniani wala mbinguni, lakini bado sisi kama baba na huyu mke wangu kama mama tulidiriki kuwasamehe. Hivi mmejisahau kama nyinyi ni wafanyakazi? Yaani mpaka mnajisahau kabisa kama nyinyi ni wafanyakazi. Hivi kwa ukawaida tu. Kwa ukawaida. Hiki kinachoendelea ndani hamna cha nidhamu, hamna chochote. Hivi hili kosa mlolifanya nyinyi mnalichukuliaje? Diva. Dula. Mnalichukuliaje hili kosa nyinyi mlolifanya? Ni kosa kubwa sana. Hivi mnajua ni nini maana ya msamaha? Mke wangu, hivi umemsahau Dula alivyokuja hapa? Mbavu za huku zinahesabika, za huku zinahesabika. Sasa hivi naye ana kitambi, anajichukulia naye ni bosi. Kitambi kisije kikakuchanganya ukaona sasa na wewe ni bosi wa kutoka kauli. Hao wanajisahau. Na tunawasamea tu kwa sababu tumekaa na muda mrefu sana. Miaka 5 sio muda mchache. Kwa huruma tu ya uzazi tumeamua kuwasamehe. Diva. Hivi umesahau ulipotoka mkoani? Leo shavu limekushuka mama, umesahau.
Diva, mamangu umesahau. Diva, hebu muombe mamangu msamaha. Wewe Diva. Samahani mama, Aisha. Mume wangu, siku zote wanasema shukrani ya punda ni mateke, na ndiyo haya sasa. Hivi mnajisikiaje mama wa kuwazaa akitamka maneno hayo? Jamani, hapa tuko Dar es Salaam. Hivi unajua kazi ni mbaya tukiwa nayo. Hivi mnajua kwa sababu mna kazi mnaichukulia tu kawaida, lakini kosa sasa hiyo kazi alafu ingie mtaani, ndivyo utakavyoona watu wanapohangaika. Sijui tunaelewana jamani? Heshimu kazi, kazi ni mbaya tukiwa nayo. Maisha ya mtaani ni magumu, Dar es Salaam hii ni pagumu sana. Mimi sitaki kuzungumza mengi. Yaani kama huu msamaha nyewe mnauchukua tu hivi mimi nimemaliza. Lula, linda kazi yako. Haya, nenda getini. Na wewe. Bosi, samahani, naona sikumbilizi kama ni una changamoto sana ya usingizi, maanake naona usiku umekuwa ni mtu unatoka alafu na vinywaji, usingizi unakusumbua sana. Kwa kweli ndoa yangu ina amani. Sioni tena thamani ya kuwa mke. Unajua wanasemaga siku zote ngoma usioicheza huwezi kujua uchungu wake. Napitia mengi sana, natamani nifunguke nikwambie, siwezi kusema kila kitu. Bosi wangu, ninaamini matatizo binadamu ndo tumeumbiwa, na matatizo yana nyakati. Kama ilivyo tu furaha ambavyo haidumu, hata matatizo pia na yenyewe kuna muda yanakuja na kuondoka. Kwa nichukue tu nafasi kama ya kukutia moyo. Nadhani ni issue ya muda tu, kila kitu kinaweza kukaa sawa. Wala sidhani kama unahitaji kuendelea kusononeka. Yeah. Ni kweli unalosema tu. Lakini kwa nini nakuwa mtumwa mbele ya mume wangu mwenyewe? Kwa
Kwa nini najihisi mpweke wakati niko na mtu ambaye anaitwa mume? Kuna sababu gani yeye kuitwa mume wangu? Anyways, naomba tuendelee na kama nikiwa na wewe napata amani ya moyo, nikiwa na wewe napata furaha sana, nikiwa na unajua, wakati mwingine nawaza sana, kwa nini ulimpa ujauzito huyo binti? najihisi niko salama. Asante kwa kunitoa upweke. Bosi wangu kwenye ishu ya ujauzito ilikuwa ni bahati mbaya, na nikutoe tu wasiwasi, wala sina mahusiano naye tena. Kwa kila mtu anaendelea na maisha yake, na nikuahidi tu sidhani kama litajirudia. Ni bahati mbaya bosi wangu. Unajua, mambo mengi nayopitia yametokana toka huyo binti alivyojulikana kuwa mjamzito. Nakosa furaha ya ndoa yangu. Sitamani kuendelea kuwa mke. Nahisi mpweke sana. Sitanenda kama nikiachika leo kuna mtu ambaye anaweza kanizuia. Ndoa sio maisha yangu. Mimi sio mtu wa kutumia pombe kila siku. Lakini niangalie, nimekuwa mlevi. Sielewi hatima ya maisha yangu ni nini. Please. Pole bosi wangu, naomba usilie. Nikiwa na wewe nakuomba usilie. napata amani ya moyo, nikiwa na wewe napata furaha sana, nikiwa na wewe nasahau shida zote, nikiwa na wewe najihisi niko salama. Asante kwa kunitoa upweke. Hivi ulikuwa wapi siku zote? Asante kwa kunifanya nicheke. Hivi ulikuwa wapi siku zote? Moyo wangu, naona ushakupenda. Moyo wangu,